Sasa umewahi kujiuliza kuna utofauti gani kati ya zile injili nne? Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwa nini ziwe nne? Kwa nini isingekuwa moja? Au kwa nini hizi injili nne kuna wakati zinaonekana kama vile zinatofautiana? Nitakupa jibu rahisi sana kwa siku ya leo. Ni kwamba ukizifuatilia hizi injili nne, tunaona Marko, Mathayo, Luka na Yohana waliandika kuhusu kitu kile kile walichokiona na kukisikia, ambacho ni ushuhuda wa kwamba Yesu alikuja kulingana na maandiko na ametimiza kila kitu kulingana na maandiko ya Agano la Kale. Lakini tofauti inakuja ni mtazamo, namna gani walivyokuwa wanamuona na kumchukulia Yesu. Sasa huu mtazamo unatofautiana vipi? Kwa mfano, ukilinganisha kitabu cha Mathayo na kitabu cha Luka ambavyo vimeandika kuhusu uzao au ile generations zilizotangulia mpaka Yesu akaja, ukiangalia kwa mfano Mathayo ameandika generation mwisho mpaka kwa Abraham, lakini ukija kwa Luka ameandika generation mpaka mwisho kwa Adamu. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka utaliona neno mwana wa Adam limetumika mara nyingi sana. Lakini ukija katika kitabu cha Mathayo alichukulia ule uzao wa kifalme fulani, ndio maana alimwandika Abraham, Isaka, Yakobo na baadaye mpaka akaweka mfalme Suleimani. Namna hiyo alimchukulia ni kama mfalme wa wafalme ambaye amekuja katika mwili wa nyama. Lakini tofauti inakuja ukiangalia kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko hakijaandika kuhusu lineage, sijui ukoo na nini, hakijaandika. Kwa sababu gani? Marko alimchukulia Yesu kama mtumishi. Ndio maana ndani ya kitabu cha Marko kuna mafundisho ambayo Yesu alisema kwamba yoyote ambaye atataka kuwa mkubwa na ajifunze kunyenyekea na kuwatumikia wale wadogo. Ndio maana Marko hajaandika kabisa kuhusu lineage, kwamba alizaliwa huyu. Kwa sababu gani? Mtumishi hahitaji lineage, si ndio? Mtumishi hahitaji lineage, anafanya kazi kulingana na mapenzi ya Bwana wake aliyemtuma. Ndio maana kitabu cha Marko mara nyingi utaona Yesu akitumikia watu, kuponya, kufanya miujiza, kufundisha na kila kitu, akimrudishia nani utukufu? Bwana wake ambaye ni Mungu Baba. Lakini ukija sasa katika kitabu cha Yohana hakijarudi tu nyuma na kuangalia ukoo, bali kitabu cha Yohana kinarudi nyuma na kuangalia kwamba hapo mwanzo kulikuwako na Neno, naye Neno alikuwa kwa Mungu, na baadaye Neno akafanyika mwili akaja akakaa kwetu. Yohana anarudi nyuma zaidi na sio kuangalia tu ukoo wa Yesu, bali anaangalia kwamba huyu ni mtu ambaye ametoka moja kwa moja kutoka kwa Mungu na amesimama kama vile uhalisia wa Roho wa Mungu amejifunua kwetu sisi wanadamu. Ndio maana ameandika kwa namna hiyo. Lakini wote wanaandika kwa lengo lile lile. Tukumbuke lengo ni lile lile, kuonyesha kwamba Yesu alikuja kama utimilifu wa ahadi za Mungu zilizoandikwa kwenye Agano la Kale. Lakini wote wamemwona kwa namna tofauti tofauti. Mmoja amemwona kama mwana wa mfalme, mmoja amemwona mwana wa Adamu, mwingine akamwona ni mtumishi, na mwingine akamwona ni Mungu mwenyewe amejifunua kwetu. Lakini wote wanaelezea kitu kimoja, na ninaamini sote tunaamini ujumbe aliotoa Yesu ni muhimu, na tukiushika ndani ya maisha yetu hakika tutafanikiwa. Kama una maswali kuhusu kitu chochote ndani ya Biblia, usisite kutuachia maswali hapo kwenye comment, au unaweza ukatuachia maswali yako hapo chini kwenye chat, au ukatu DM maswali yako, usisite, nasi tutaleta majibu hayo na tutayapresent hapa katika channel zetu. Asanteni sana kwa kutega masikio. Msiishiwe maswali, tuulizeni maswali kadri mnavyoweza, na sisi tutaendelea kuwapatia majibu kadri Mungu anavyotujalia. Asante na niwapongeze kwa baraka mnazoendelea kuzipokea.